Shoka la tume ya kukabiliana na ufisadi nchini EACC limeonekana kuwalenga wawakilishi wadi wa sasa na wa zamani pamoja na maafisa wakuu waliohudumu katika serikali ya gavana wa pili wa kaunti ya Bungoma, Wycliffe Wangamati. Viongozi hao wanadaiwa kupora kaunti ya Bungoma kupitia ziara ya kikazi ya kuzuru eneo la Mbale nchini Uganda pamoja na ununuzi wa mti wa mapambo wa Krismasi, sakata inayodaiwa kufikia shilingi milioni 6.5, yote haya yakiripotiwa kufanyika katika miaka ya kifedha ya 2019 na 2020 pamoja na mwaka 2020-2021. Miongoni mwa wanaotakiwa kuandikisha taarifa ni Joan Nafula Lutukai, mwakilishi wadi wa Naitiri Kabuyefwe katika eneo bunge la Tongaren, kaunti ya Bungoma; Evelyn Mutembu, mwakilishi wadi ya Malakisi Kulusiru katika eneo bunge la Sirisia, na pia anahudumu kama naibu kiongozi wa wachache katika bunge la kaunti ya Bungoma. Joan Chemayek, anayejulikana pia kama Joan Chemayek Kirong, ni mwakilishi wadi wa Kapkateny katika eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma. Yeye na Francis Chemion, maarufu pia kama Francis Masai Chemion, mwakilishi wadi ya Kaptama katika eneo bunge la Mlima Elgon, wanatakiwa kufika mbele ya tume ya EACC. Kaunti iko vibaya sana kaunti yetu. Viongozi walichagua, awe MCA, awe governor, awe senator, kazi yao tu ni ufisadi mtupu. Stephen Wafula, anayefahamika pia kama Stephen Wafula wa Malwa, ni mwakilishi wa wadi ya Soisambu Mitua katika eneo bunge la Tongaren. Marehemu James Barasa Muhongo alikuwa mwakilishi wa muda mrefu wa wadi ya Chwele Kabuchai katika eneo bunge la Kabuchai. Kwa mujibu wa kumbukumbu rasmi za bunge la kaunti ya Bungoma, alifariki dunia mwezi Agosti mwaka 2025. Pia alikuwa anatakiwa kuandikisha taarifa na tume ya EACC. Florence Wekesa Fulano, aliyekuwa mwakilishi wadi wa Maeni na kiongozi walio wengi katika bunge la kaunti ya Bungoma, pia ametakiwa kurekodi taarifa yake mbele ya tume ya kukabiliana na ufisadi ya EACC mjini Bungoma. Bungoma, nawashukuru sana wale wakazi wa Bungoma ambao wameanza kuona ukweli na kujua ukweli kuhusu mabadiliko ya uongozi. Mimi naomba wakazi wa Bungoma, kama mzaliwa wa Bungoma, na waomba kila ambacho kitawasaidia mwaka mmoja ijayo, Mungu akitupatia uhai, ni mabadiliko hapa Bungoma County. Joseph Juma Nyongesa ni mwakilishi wadi ya Tuti Marakaru katika eneo bunge la Kandui na kwa sasa ndiye kiongozi walio wengi katika bunge la kaunti ya Bungoma. Jack Ouma Wambulua ni mwakilishi wadi ya Kimaeti katika eneo bunge la Bumula. Aliyekuwa mwakilishi wadi ya Elgon katika eneo bunge la Mlima Elgon, Hilary Masai Kiptalam, ametajwa miongoni mwa walioitwa na EACC pamoja na Eric Wapangana, aliyekuwa mwakilishi wadi ya West Nalondo katika eneo bunge la Kabuchai. Henry Majimbo Okumu, aliyekuwa mwakilishi wadi ya Halaba katika eneo bunge la Kandui, ni miongoni mwa viongozi wa sasa na wa zamani walioitwa na tume ya EACC kufuatia uchunguzi wa safari ya mafunzo ya mwaka 2019 pamoja na hafla ya kuwasha taa za mti wa Krismasi. Violet na Maemba Mahanu ni mwakilishi wadi ya Mihu, ni mwenyekiti wa kamati ya sekta ya masuala ya vijana na michezo katika bunge la kaunti. Edin Wekesa Opora, maarufu kama Luke Opora, ni mwakilishi wadi ya Bwake Luya katika eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma. Alichaguliwa kwa tiketi ya chama cha Ford Kenya na kwa sasa ni mwenyekiti wa kamati ya sekta ya maji na utalii. Kabla ya kuchaguliwa kuwa mwakilishi wa wadi, aliwahi kuhudumu kama mwakilishi wa kuteuliwa akiwakilisha maslahi ya vijana. Tony Haoya Barasa ni mwakilishi wadi ya Lwandanyi katika eneo bunge la Sirisia. Pia alichaguliwa kwa tiketi ya chama cha Ford Kenya. Ni mwenyekiti wa kamati ya sekta ya utawala wa umma na teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, na pia anahudumu kama katibu wa uratibu wa jukwaa la mabunge ya County CAF nchini Kenya. Sospita Erastus Nyongesa ni aliyekuwa mwakilishi wadi ya West Bukusu katika eneo bunge la Webuye Magharibi.
Wengine walioitwa na EACC ni pamoja na Francis Tome aliyekuwa naibu karani mkuu msaidizi, Ignatius Wangila aliyekuwa afisa mkuu wa sheria, Benedict Kimwei aliyewahi kuhudumu kama kamishna, Kennedy Taracha aliyekuwa dereva, Caroline Akirapa aliyekuwa afisa wa Hansard, pamoja na John Masungo aliyekuwa karani wa bunge la kaunti. Uchunguzi wa EACC unaendelea, kwa viongozi hao wa sasa na wa zamani wakitakiwa kutoa maelezo yao kuhusiana na madai yanayochunguzwa. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.